Ripoti ya gazeti la The New York Times imeonya kuwa vita nyingine kati ya Israel na Irani ni swala la muda tu, ikisema kuwa Irani bado ina akiba kubwa ya urani iliyoimarishwa na inaongeza kasi ya utengenezaji wa maelfu ya makombora. Kwa mujibu wa makala hiyo, kuna mashaka makubwa kuhusu dhana kwamba vita vya siku 12 kati ya Irani na Israel ya mwezi Juni iliondoa tishio la mpango wa nyuklia wa Irani. Badala yake, maafisa na wataalamu wa Mashariki ya Kati wanaamini kwa mashambulizi ya Israel na Marekani yaliharibu kwa kiwango kidogo zaidi kuliko ilivyodhaniwa awali, na kwamba mataifa yote mawili yanajiandaa kwa uwezekano wa duru nyingine ya mapigano. Ripoti hiyo ilisema kuwa akiba ya urani iliyoimarishwa kwa kiwango cha juu cha Irani inayotosha kutengeneza silaha 11 za nyuklia ama imezikwa chini ya vifusi kama Irani inavyodai, au imehamishwa kwa siri hadi mahali salama kama maafisa wa Israel wanavyoamini. Sababu nyingine zinazotajwa kuongeza uwezekano wa kuzuka kwa vita nyingine ni mkwamo unaoendelea kati ya Marekani na Irani, ambao ulianza baada ya mazungumzo kadhaa kati ya pande hizo kuvunjika kabla ya Marekani kujiunga na mashambulizi ya Israel mwezi Juni. Aidha, makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yaliyosainiwa kati ya Irani, Marekani na mataifa ya Ulaya yalimalizika muda wake hivi karibuni, jambo lililopelekea kuwekwa tena kwa vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Irani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hatua hizi za pamoja na kazi ya kasi kubwa ya Irani katika ujenzi wa kituo kipya cha uboreshaji wa urani ambacho imekataa kuruhusu wakaguzi wa kimataifa kukikagua zimewafanya wengi katika eneo la Ghuba kuamini kwa shambulio jingine la Israel li karibu kutokea. Ili kujiandaa kwa uwezekano wa vita vipya, Irani imeongeza kwa kasi kikubwa uzalishaji wa makombora, ikifanya kazi usiku na mchana kwa lengo la kuwa na uwezo wa kurusha makombora 2000 kwa mara moja, ili kuzidi uwezo wa ulinzi wa anga wa Israel badala ya 500 katika siku 12, kama alivyonukuliwa Ali Vaez, mkurugenzi wa mradi wa Irani katika International Crisis Group na gazeti hilo. Vaez alisema kuwa Israel inaamini kazi haijakamilika na haina sababu ya kutoendeleza mapigano, hivyo Irani nayo inajipanga kwa awamu inayofuata. Hata hivyo, aliongeza kuwa hakuna dalili kwa mapigano mapya yatatokea mara moja. Juhudi za kufufua mazungumzo mapya ya makubaliano ya nyuklia zimekuwa zikifanyika, lakini hadi sasa hazijazaa matunda. Wiki iliyopita, kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei alionekana kutia shaka kama mazungumzo hayo yatafanikiwa. Alisema kuwa Wamarekani wakati mwingine husema wanataka kushirikiana na Irani. Ushirikiano na Irani hauwezekani mradi Marekani inaendelea kuiunga mkono serikali ya Kizayuni kudumisha vituo vya kijeshi na kuingilia masuala ya eneo hili. Asili ya kiburi cha Marekani haikubali chochote zaidi ya utii. Kwa mujibu wa Vaez, viongozi wakuu wa Irani wamegawanyika kuhusu njia ya kufuata kutokana na mkwamo huo na Marekani. Baadhi yao wanapendelea kuendeleza juhudi za kufikia makubaliano mapya ya nyuklia, wakiamini kuwa hilo litasaidia Irani kukabiliana na matatizo ya kiuchumi, ikiwemo mfumuko wa bei na uhaba mkubwa wa maji unaoathiri watu milioni 92 wa nchi hiyo. Wengine hata hivyo wanaamini kwa mazungumzo haya na maana, wakihusisha mtazamo huo na rais wa Marekani Donald Trump aliyeitoa Marekani kwenye makubaliano ya mwaka 2015. Licha tofauti hizo, viongozi hao wote wanakubaliana kwa duru nyingine ya mapigano ya Israel haiwezi kuepukika. Mwezi Juni, Israel ilitangaza kuwa mashambulizi yake makubwa dhidi ya viongozi wa kijeshi wa Irani, wanasayansi wa nyuklia, maeneo ya uboreshaji wa urani na programu ya makombora ya masafa marefu yalikuwa ni hatua ya kuzuia Jamhuri ya Kiislamu kutekeleza mpango wake wa kutaka kuifuta Israel kutoka kwenye ramani. Iran kwa upande wake imekanusha mara kwa mara madai ya kutaka kutengeneza silaha za nyuklia, ingawa imekuwa ikiboresha urani kwa viwango visivyokuwa na matumizi ya amani. Imezuia wakaguzi wa kimataifa kufika kwenye vituo vyake na kupanua uwezo wake wa makombora.
Israel ilisema kuwa kabla ya vita vya Juni, Iran ilikuwa tayari imeanza hatua za kuelekea kwenye utengenezaji wa silaha hizo. Kama kisasi kwa mashambulizi ya Israel, Irani ilirusha zaidi ya makombora 500 ya ballistic na ndege zisizo na rubani takribani 1000 kuelekea Israel. Mashambulizi hayo yaliua watu 32 na kujeruhi zaidi ya 3000 nchini Israel, na kwa mujibu wa maafisa wa afya, zaidi ya watu 1000 walifariki nchini Irani. Kwa ujumla kulikuwa na makombora 36 na droni za moja kwa moja ziligonga maeneo yenye makazi nchini Israel, zikisababisha uharibifu kwa nyumba 2305 katika majengo 240, vyuo vikuu viwili na hospitali moja, na kuacha zaidi ya Waisrael 13,000 bila makazi.